إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwezesha sisi kufikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tukubalie ibada zetu. Ikiwa bado tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na ni mwezi ambao kwamba una umuhimu zaidi katika maisha yetu, na takriban kila Muislamu anajua umuhimu wa Ramadhan, mpaka baadhi yetu ikawa tunasema ya kuwa Ramadhan ni mwezi wa ibada. Tukisema kwamba Ramadhan ni mwezi ya ibada, vipi kuhusu ile miezi mingine ambayo kwamba sio Ramadhan? Je, sio miezi ya ibada? Kwa nini tunasema kwamba Ramadhan ni mwezi wa ibada? Mbona inapofika Muharram hausemi ni mwezi wa ibada? Shawwal ni mwezi wa ibada, Dhulqa'da mwezi wa ibada, Dhulhijja mwezi wa... Ikifika Ramadhan watu wanasema tuko katika mwezi wa ibada. Kwa nini tuseme kwamba Ramadhan ni mwezi wa ibada hali ya kuwa ibada Muislam anatakiwa kufanya katika miezi mingine? Jawabu ni kuwa anayesema Ramadhan ni mwezi wa ibada ni mbinu na ni njia ya kuweka mkazo na usisitizo wa ibada ndani ya Ramadhan. Na kama tunavyojua na kufahamu ni kuwa ndani ya Ramadhan kuna ibada fulani zinaongezeka, kuna ibada za ziada zinazopatikaniwa ndani ya Ramadhan, na katika miezi mingine hakuna ibada kama hizo. Miongoni mwa hizo ibada salatu tarawih. Hii ni aina ya ibada inayopatikaniwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika mwaka mwezi mmoja inapatikaniwa ibada ya salatu tarawih. Kwa hivyo tuchukulie umuhimu ibada kama hii ya salatu tarawih ambayo kwamba inapatikaniwa katika Ramadhani ya mwaka huu. Hatujui kama Allah subhanahu wa ta'ala atatuwezesha kufikia Ramadhani ya mwaka ujao, na hii ni fursa muhimu kwetu sisi, na tunafaa kuitumia vizuri fursa kama hii. Kunao waliotarajia kufikia hiyo Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala akawachukua kabla Ramadhan. Kunao ambao kwamba wameingia katika Ramadhan hawakufika hata nusu, Allah subhanahu wa ta'ala akawachukua, na kuna wengine hata mwisho wa Ramadhan hawatafikia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wale ambao kwamba watafikiwa na Ramadhani zitakazokuja. Ndugu Waislamu, inaposemekana kwamba Ramadhan ni mwezi wa ibada, makusudio ni kuonyesha umuhimu na usisitizo juu ya ibada ndani ya Ramadhan, kwa sababu kunazo ibada zinazoongezeka katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Miongoni mwa hizo ibada tumesema ni salatu tarawih. Vile vile miongoni mwa ibada ambayo kwamba inapatikaniwa ama inahusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan ni ile ibada ya zakatul fitr. Hii ni ibada ambayo kwamba imefungamanishwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan, wala hutaipata katika miezi mingineyo. Ndugu Waislamu, makusudio ya khutba yetu ya leo
tunazungumzia kuhusiana na lengo kubwa la ibada au lengo kuu la ibada. Sisi tunafanya ibada, tunaswali na tunafunga na tunasoma Qur'an na tunatoa sadaqa na tunafanya ibada za haji na umra na tunaunga kizazi na ibada nyinginezo nyingi tunazitekeleza. Je, tumewahi kujiuliza ni nini lengo kuu la hizi ibada zote tunazozifanya? Lengo ni nini? Kwa sababu Muislamu ni mtu ambaye kwamba anafaa kuishi na malengo, na anapofanya mambo yake anayafanya kwa malengo, sio kujifanyia tu. Walillahi alhamd, asilimia kubwa ya Waislamu wanajua lengo la kuumbwa. Wengi tunajua na tunafahamu kwa sababu ya ile kurudia mara nyingi. Lengo ya sisi kuumbwa na kuleta hapa duniani, lengo kubwa kabisa. Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah hakuumba majini na binadamu isipokuwa lengo ni kumwabudu Allah. Swali lingine linajitokeza, ni nini lengo la kumwabudu Allah tabarak wa taala? Tapata majibu mengi. Miongoni mwa malengo ya kumwabudu Allah ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kufutiwa madhambi, ni kuisafisha nafsi na mengineo. Hayo ni katika malengo, lakini khutba yetu ya leo inaangalia nini lengo kubwa kabisa, lengo kuu la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni nini? Jawabu tunalipata ndani ya Qur'an. Tukichukua baadhi ya mifano, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ibada ya hajj au ya hijj na ibada ya udhiya. Ikawa mtu ikifika katika masiku fulani, wakati fulani, anafaa kuchinja, aidha ni mbuzi au ni ng'ombe au ni ngamia. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia hayo akataja ile lengo. Allah akasema la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Muislamu anapokuwa anachinja udhiya, anachinja mbuzi au ngamia au ng'ombe wakati wa ibada ya inaofungamana na Dhulhijja, Allah anasema kuwa hapati zile nyama wala zile damu. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala anachokipata kupitia ibada kama hiyo ni uchamungu wenu. Tukitaja mfano mwingine wa Ramadhan, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Allah ametufaradhishia sisi kufunga. Hii aya wengi tunaifahamu kwa sababu inarudiwa mara nyingi, lakini hii aya moja tunafaa kuitamali na kuizingatia kwa undani zaidi. Allah anasema enyi mlioamini, nimewafaradhishieni kufunga kama ilivyokuwa faradhi kwa waliokuja kabla yenu, ili mupate ucha Mungu. Yapo malengo mengine ya sisi kufunga Ramadhan, kama vile kufutiwa madhambi, kama vile kuisafisha nafsi, kama vile kujikurubisha kwa Allah, lakini haya malengo yote yamejumuisha na lengo kuu ambalo kwamba ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ni kupata ucha Mungu. Mtu anapopata ucha Mungu, madhambi yake yamesamehewa. Mtu anapopata ucha Mungu inamaanisha yuko karibu zaidi na Allah. Mtu akiwa mcha Mungu inamaanisha ameisafisha nafsi yake kutokamana na maasiya. Mtu akiwa mcha Mungu inamaanisha kwamba huyu ni mtu wa peponi. Allah tujalie miongoni mwa hao. Kwa hivyo ucha Mungu imekusanya malengo yote. Wengine wanakuambia hii Ramadhani inasaidia afya, inapunguza weight, sijui inasaidia sukari. Hayo si katika malengo. Hayo
sio katika malengo. Pamoja labda inaingiliana, lakini hao sio malengo. Usifunge Ramadhan kwa ajili ya kuluzueti. Funga Ramadhan kwa ajili ya kupata taqwa Allah, ucha Mungu. Tutataja aya nyingine ambayo kwamba imekusanya aya zote ndani ya Qur'an kuhusiana na lengo kuu la kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Allah anasema ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sasa hapa katika hii aya imechanganya ibada zote biduni istithna, without an exception. Ibada zote, ya kuswali, ya kufunga, ya kusoma Qur'an, ya kutoa sadaka, ibada zote Allah anasema ya ayuhan nas, enyi watu, u'budu rabbakum, muabuduni mola wenu. Hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii amri inaenda kwa watu wote. Allah anasema ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum, muabuduni mola wenu aliyewaumbeni nyinyi. Yani sisi tunafaa na tunawajibika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuumba sisi. Walladhina min qablikum, na wale walioko kabla yenu. Lengo ni nini? La'allakum tattaqun, lengo ni kupata ucha Mungu, lengo ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo walillahi alhamdu, tumejua na kufahamu ya kuwa madhumuni na lengo kuu ya ibada zote tunazozifanya ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wakati mwingine inashangaza, unaambiwa huyu jamaa anaswali, huyu ni 5 salawat na amehifadhi Qur'an na anafanya mambo kama haya. Huyu jamaa ameshikamana na ibada lakini riba haachani nayo. Huyu jamaa anafanya ibada vizuri, lakini kitu cha kushangaza ni kwamba yeye anadhulumu watu. Sasa watu wanashangaa mahusiano yako ya ibada na matendo unayoyafanya. Kama mtu anafanya ibada alafu kuna madhambi makubwa anayofanya kiasi cha kuwa yanaonekaniwa kwa watu, inakuwa ni hatari kubwa, na ni dalili ya kuonyesha kwamba ile ibada unayoifanya haikusaidii. Lengo ni sisi kufanya ibada, kujikurubisha kwa Allah na kusamehewa madhambi na kutubadilisha tuwe waja bora. Vipi wewe unaswali msikitini 5 salawat, kisha unakuwa ni wenye kufitinisha katika jamii, kisha unakuwa ni wenye kudhulumu wengine, kisha unakuwa ni mwenye kuingia katika corruption, kisha unakuwa ni mwenye kutumia mali kwa njia ambayo kwamba ni mbaya? Yani mafungamano ya ibada na yale unayofanya ni wapi na wapi? Allah anasema alipozungumzia kuhusiana na sala, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, sala inakataza mtu maovu. Vipi mtu anasali lakini hakataziki na maovu? Shida iko wapi? Ndugu yangu, ukijiona kwamba wewe unafanya ibada, unaamka paka usiku, kisha wewe unarusha watu kama vile wanavyosema katika lugha ya Nairobi, kuna baadhi kazi ni kuchukua madeni ya watu na hawarudishi. Anachukua kwa huyu 200,000, kwa huyu milioni, kwa huyu 20,000, kisha harudishi madeni, mpaka wengine wanatoroka katika misikiti kwa sababu akona deni ya mtu mwingine. Sasa ndugu yangu, ile swala unaoiswali na Qur'an na tarawih na qiyamul layl imekusaidia vipi wewe na kuamiliana na watu wengine? Inamaanisha kuna shida fulani katika ibada zako. Istafti qalbak, angalia moyo wako, angalia nia yako, hasa ni nini ya wewe kufanya hizi ibada. Vipi wewe unasoma Qur'an, alladhina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama, mpaka mwisho wa aya, kisha wewe uko katika riba na unasoma aya ya riba, unasoma aya ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameidhinisha vita na walaji riba, kisha wewe unasoma hiyo aya.
Aya inasema la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisa'. Aya inakwambia watu wasiwabague wengine, wasidharau wengine kwa wengine. Kisha wewe unadharau watu huku unasoma hii aya. Sasa hii aya inakusaidia nini? Tunasoma Qur'an na hatuathiriki na Qur'an. Tunaswali lakini hakuna athari ya swala katika maisha yetu. Mtu anaenda haji na umra ili achukue mavideo na selfie aonekane kwamba yeye amefika haji na umra, kuonyesha watu. Je, haya ndio malengo? aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim fastaghfiruhu. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ndugu Waislamu, tunasisitiza ya kuwa lengo kubwa la ibada ni kupata uchamungu, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Yako malengo mengine mengi, lakini lengo kubwa kabisa ni kupata takwa Allah, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, enyi watu muabuduni Mola wenu kwa ibada zozote zile ambazo kwamba mtu anafaa kumwabudu Allah. Walladhina min qablikum, na walioko kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili kupata uchamungu. Kwa hivyo tumefahamu lengo kuu la ibada ni kupata uchamungu. Swali lingine, lengo la kupata uchamungu ni nini? Tunatafuta takwa Allah. Lengo ya hiyo takwa Allah ni nini? Takwa Allah, ndugu Waislamu, au kumcha Allah, kumwogopa Allah, pia iko na malengo yake mengi. Lakini lengo kubwa la kupata uchamungu ni kupata janna. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuingie janna. Hilo ndio lengo kubwa. Takwa Allah, lengo kubwa ni kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu anapomwomba Allah janna, aombe jannatul firdaus, ile ambayo kwamba ni highest level. Mtu anapokuwa amepata janna, hapo ndiyo mwisho wa malengo. Hapo ndiyo mwisho ya malengo. Hutaingia janna alafu weke vision 2030. Hutaingia janna alafu useme wacha nifikirie 5 years to come, tunataka project yetu, ama nataka mimi niwe vipi. Hapo ndiyo mwisho wa malengo. Hutafikiria sijui kesho nitakula nini, wacha nifanye hii, wacha nipige siasa watu wanichague niwe kiongozi. Janna ndiyo mwisho wa malengo. Lahum ma yashauna fiha waladaina mazid, huko utapata unachokitaka wewe na Allah atakuzidishia. Janna, waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao. Kuna zaidi ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya kadha wa kadha ndani ya Qur'an, akizungumza kuhusiana na wacha Mungu, anazungumza na janna. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, innal muttaqina fi jannatin wa nar, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, innal muttaqina fi maqamin aminin. Aya nyingi Allah anasema wasiqal ladhina ittaqaw, na wale ambao kwamba wanaogopa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya malipo watapelekwa. Wasiqal ladhina ittaqaw rabbahum ila jannati man hum almuttaqun, Allahumma ij'alna minhum ya rabb. Wasiqal ladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale wacha Mungu watapelekwa peponi makundi kwa makundi. Wanapokaribia pale, milango ya janna inafunguliwa, kisha wanaambiwa amani juu yenu.
Janna hakuna ugomvi, hakuna vita, hakuna kumwana mbu, hakuna sijui jam, hakuna sijui shida, hakuna any problem. Mwisho wa malengo. Na miongoni mwa neema za janna, Allah subhanahu wa ta'ala akasema mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa. Mfano wa janna, huo ni mfano tu. Allah anasema mathalul jannati allati wu'ida man almuttaqun, wale ambao kwamba wanamuogopa Allah, lengo ni janna. Mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghair asin, kuna maji ambao kwamba sio yenye kuvunda, hayaharibiki, maji fresh. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, pia kuna mito ambayo kwamba ni ya maziwa ambayo kwamba haya change taste yake, tofauti na haya maziwa yetu ya kidunia ambayo kwamba kikaa siku 2-3 yameharibika, yamekuwa maziwa mala, na wengine wanakunywa hivyo hivyo, wanaenjoy kabisa, imebadilika ile maziwa. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, pia kuna mito ya pombe, sio pombe hii ambayo kwamba inalewesha, pombe inaotoa harufu mbaya, pombe ambayo kwamba inafanya mtu awe mjinga kabisa, mjinga wa mwisho. Sio pombe hii, ile ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia wacha Mungu special kabisa. Wa anharun min asalin musaffa, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuna asali safi kabisa, asali mzuri, sio hii ya askari guru ama sangine unaona nyeusi sijui iko vipi. Almuhimu ayuha almuslimun, lengo la ucha Mungu ni janna. Baada kwamba mtu ameingia janna, Allah tujalie miongoni mwa hao, hapo ndio mwisho wa malengo. Hapo takuwa uko na starehe yenye kuendelea, isiyomalizika, isiyo na kifani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuingize jannatul firdaus. Tunamwomba Allah tuepushe na adhabu nar. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na adhabu al-qabr. Tunamwomba Allah atupe siha na afya kuweza kufanya ibada. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufungulie riziki ambayo kwamba ni za halali. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe madhambi yetu. Wale ambao kwamba ni wagonjwa au Allah subhanahu wa ta'ala awape afya, na wale ambao kwamba wamefariki Allah subhanahu wa ta'ala awarahamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.